Hii ni Pea. Karibu tena kwa mara nyingine kutazama Pea ya nyota Mgaddafi, The Smiling Killer. Yeye ni muuaji mwenye uso wenye raha, na ni kweli kabisa kuwa yeye ni muuaji mwenye sura yenye ukwasi wa haiba yenye tabasamu pana, mwamba wa kuchezesha nyavu, mjuvi wa kupasia kamba na barabara shata kutokea kwenye ardhi ya Mzee Mugabe, mahala ambapo mwanetu Rhymes of Magic Attraction aliamua kutimkia mara baada ya kukutana na kisanga cha kule Ununio. Kijana ambaye jinale la kati ni Mpumelelo, likiwa na maana sawa na mafanikio. Naam, huyu ndiye mwamba tunemtazama kwa siku ya leo. Pea ya mwanasoka wa kimataifa wa Zimbabwe na klabu ya Young Africans, Prince Mpumelelo Dube na mkewe bibie Jocelyn Tando. Licha ya kufahamiana kwa muda, Jocelyn Tando na Prince Dube walifunga ndoa takatifu mnamo mwaka 2021 Jumamosi ya Agosti 7. Oh yeah! Nice couple. Mrembo fulani hivi mwenye sifa za kuitwa mke, mwanadada anayeweza kusimama na kujinadi kuwa kichwani zimo, mwanadada aliyeamua kuiweka kando shahada yake ya masuala ya uandishi na tasnia ya habari kutokea kwenye chuo kikuu cha taifa cha Zimbabwe, yani NUST, na kuchagua kuitwa mama wa watoto wa Prince Dube. Huyu ndiyo yeye, mama la mama kwa Prince Dube, mama wa Mia Zanobule na Prince Junior Nzokule kwa Mgaddafi mwenyewe, kiumbe pekee anayemsaulisha sauti za kero kama zile wanazotoa kina Kisugu pindi timu inapokuwa haina wakati mzuri na yeye akiwa afanyi vizuri mbele ya goli, kiboko kabisa wa roho ya teka migoli. Jocelyn Tando, Mzimbabwe mwenzake, ndiye mwanamke ambaye anaitunza na kuienzi nafsi ya Prince Mpumelelo Dube kwa muda mrefu sasa, tangu ambapo wamefunga ndoa takatifu rasmi mwaka 2021. And the fun fact is, baada ya kutimka kutoka katika klabu ya Azam FC na kujiunga na Young Africans na kisha kucheza mechi takriban 9 za ligi bila kufunga, Prince Dube aliamua kusikiliza ushauri kutoka kwenye wimbo wa Boni Mwaitege kuhusu kufanyiwa maombi na kwenda kwa mtumishi Dionis Bushiri ili kuombewa, maamuzi ambayo yalilipa na kumfanya zitikise nyavu kwenye mechi 2 mfululizo zilizofuata. Kweli aliye juu anatenda. Kama ulikuwa kufahamu, now you know. USA mkwaju ndio jina. Wenzako wananitaga mjumbe. Tukutane tena kwenye Pea inayofuata. TV3. Game on.